Ni full time. Mchezo unaanza unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time. Tunatambua uwezo wa wachezaji wa Simba, lakini sisi tumejiandaa kwa sababu tunajua na sio mara ya kwanza kucheza nao. Tumejipanga kwa ajili ya kukabiliana nao. Na vijana wako tayari na kila kitu kimaliza mazoezi. Hii ni football, lote linaweza katokea. Na wachezaji kama tushuka daraja, football ni kazi yao, mpira ni kazi yako, lazima wapambane kwa ajili ya kutafuta nafasi sehemu zingine waonekane. Kwa ni sehemu japo ya kujiuza. Kwa kila mmoja anatambua hiyo. Tunatetea maisha yao, na sisi kama benchi tunatetea kazi yetu. Kwa mchezo na sisi itakuwa mgumu. Hali gani mwanamichezo wa Hotbiz TV, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Full Time. Na hapa ni sehemu pekee ambayo utapata nafasi ya kuzisikiliza na kuzitazama zile story zote zinazohusiana na michezo kuanzia hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, tukio la muendelezo wa kufikia tamati ya NBC Premier League msimu 2025-2026. Ama hakika umekuwa ni msimu wa tofauti sana, na hii ni kutokana na upinzani the way vile ambavyo tulivyokuwa tunauona kuanzia mwanzo mwa raundi ya kwanza mpaka tunafikia mwishoni mwa raundi ya pili ya NBC Premier League. Ndani ya huu msimu vilabu mbalimbali vimeonyesha ushindani mkubwa sana, kitu ambacho watu wengi wa soka hawakutegemea. Lakini huu msimu itosha kusema kwamba ni msimu ambao umekuwa na maajabu mengi sana ya soka kutoka hapa nyumbani Tanzania. NBC Premier League tumeona michezo mbalimbali kitamatika hii asubuhi. Kwanza tunamshukuru Mungu, tumerejea salama kutoka Kigoma, tumeingia usiku wa kuamkia leo. Lakini niseme tu kwamba wachezaji wote wako salama kabisa. Sasa wote hapo camp wamepumzika, tunasubiri mazoezi ya mwisho leo. Mchezo wa kesho tunautambua umuhimu wake, ni mechi itakuwa ngumu. Lakini sisi tumejipanga, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo. Nakaribisha maswali. Yes coach. Unakwenda kukutana na timu ambayo safu nzuri ya ushambuliaji, kwa jambo ni hatari sana against defense line. Kwa kama coach, tunatuhakikisha kiasi gani kwamba tunakwenda kuwaface katika msingi wa kuzuia mabao? Tunatambua uwezo wa wachezaji wa Simba, lakini sisi tumejiandaa kwa sababu tunajua na sio mara ya kwanza kucheza nao. Tumejipanga kwa ajili ya kukabiliana nao. Na vijana wako tayari na kila kitu kimaliza mazoezi. Tunajua ndio kesho daraja. Lakini pia kidogo jana tutegemea kesho kuona KMC kubadilisha namba moja kwa namba mbili na timu ya itasali ama kutoka 9 mpaka 10 kwa hiyo namba mbili. Hii ni football, lote linaweza katokea. Na wachezaji kama tushuka daraja, football ni kazi yao, mpira ni kazi yako, lazima wapambane kwa ajili ya kutafuta nafasi sehemu zingine waonekane. Kwa ni sehemu japo ya kujiuza. Kwa kila mmoja anatambua hiyo. Kwa uweza katokea, sio kwamba inaweza kama sababu shuka daraja kwa hapa tuweza kadhalika tukafunga nao, hapana. Lakini ndio inaweza katokea, wenyewe wanatetea maisha yao, na sisi kama benchi tunatetea kazi yetu. Kwa mchezo na sisi itakuwa mgumu. Swali jingine? Kuna gani mwalimu kimorali lakini pia kimbinu kuzungumza na wachezaji kuelekea mchezo mgumu au mchezo wowote, lakini hali ndio malengo kuhakikisha kuwa tofauti na kufuka kwenye ligi na kuongeza walio kwenye kuandaa wachezaji kuelekea mchezo? Ngumu upo, lakini sisi walimu ndio kazi yetu kuwajenga wachezaji kisaikolojia kwamba hii ni mpira, inaweza kutokea lolote, lazima turudi kwenye msimamo wetu, kwenye kile yetu. Lazima tupate utaratibu tuelezana, lakini kila mmoja atajenga kisaikolojia kuongea nao, kwa sababu kutoka muda mrefu sana sisi tushashuka daraja. Kwa kurudisha motisha wachezaji mchezoni, lazima tuwajenge, ni kazi yenu, pambaneni. Hata kama hautakuwepo msimu unaokuja KMC, basi ndio kuonekana kuchukua timu nyingine. Kocha zungumza na mashabiki wa KMC. Ni waombe mashabiki wa KMC waje kesho kuisupport timu yao, tumalize salama, tuendelee na msimu mwingine unaokuja. Kwa hiyo wasikate tamaa, tuko pamoja sisi kama benchi la ufundi, wachezaji bado hawajakata tamaa.
tutapambana kuhakikisha tunapata pointi 3. Nakaribisha sana. Shukrani sana. Naam, huyo alikuwa ni kocha Imani Mwalupetero ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la timu ya KMC. Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake au kama wachezaji wamejipanga vipi kukabiliana na timu ya Simba. Karibu sana, zungumza na wanahabari. Asubuhi. Sisi kama wachezaji tunamshukuru Mungu kwanza kwa uchovu wa safari wa kilomita nyingi kutoka Kigoma mpaka hapa Dar es Salaam. Nadhani tumejipanga vizuri kukabiliana na Simba. Wachezaji wote wana morali, na hata kama timu yetu imeshuka sio kama ndio sisi tuharibu kazi yetu, kwa sababu imeshuka, tutapambana tafuta pointi 3. Nakaribisha maswali. KMC imekwisha shuka na kwenye soka kila kitu kinawezekana. KMC mmejifunza nini kwa msimu huu, pengine hata kusalia ligi kuu msimu ujao endapo kusalia, kwamba ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania kwa sasa hivi? KMC mimi nadhani hata kama ingetokea wote tushinde, lazima ingepatikana mwisho kushuka. Mimi nadhani ni upepo tu mbaya umetupitia, sio kama tuna timu mbovu basi tu mipango ya Mungu. Inakaa tumeshuka, tutaenda kujipanga tena kwa sababu ya msimu mwingine. Tunakwenda kumaliza ligi na mpinzani ambaye ana uwezo wa sana katika mazingira ya uwanjani. Wewe kama mchezaji, kiasi gani kwa unaweza kuhakikishia kwamba kwa mchezo wa kesho utakuwa na uwezo wa control tempo na pressure mchezo? Wakati tupo ligi kuu na maana tumejiandaa kupambana na kila timu kwenye ligi. Kwa hiyo Simba ni timu kubwa, tutaenda kupambana ili tuweze kuendelea kutafuta timu nyingine, wachezaji wengine, kwa sababu mara nyingi kwenye mpira wetu wa Bongo timu ndio inashuka ila mchezaji ashuke. Kwa hiyo tena kupambania. Swali la mwisho. Zungumza na mashabiki wa KMC. Mimi naomba washabiki wa KMC waje watusapoti, kuisupport timu yao ili tuweze kufanya vizuri.